Hii ni Kwaresma na leo ni siku ya 20 katika mfululizo wetu wa mafungo ya siku 40. Ni kama tumefika nusu ya mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu, na tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mada inayotuongoza ni kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Mabibi na mabwana, tunaangalia juu ya dhima yetu ya Kwaresma ya mwaka huu, na tunaangalia juu ya falsafa na theolojia ya maneno mawili, misimu na kusudi. Misimu na kusudi. Na tunaangalia juu ya theolojia na falsafa ya reason and season. Seasons and reason. Na asubuhi ya leo tunataka kuendelea na somo letu, na tunaangalia juu ya somo letu la leo ni msimu wa kupoteza wa Yakobo. Msimu wa kupoteza wa Yakobo. Jacob's lost season. Jacob's lost season. Na ninaomba usome pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 36 mpaka wa 42. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 36 mpaka wa 42. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akakasirika, akagombana na Labani. Yakobo akajibu akamwambia Labani, ni nini hatia yangu? Nayo ni nini dhambi yangu hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote, na kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu, na ndugu zako wakaamue kati yetu. Miaka hii 20 nimekaa kwako, kondoo zako wala mbuzi wako wake hawakuharibu mimba, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea. Mimi mwenyewe nimetwaa hasara yake. Mimi mwenyewe nimetwaa hasara yake. Wewe umekidai katika mkono wangu, ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu mchana, jua likanipata, na baridi usiku. Usingizi ukinitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako nikikutumikia, miaka 14 kwa binti zako wawili, na miaka 6 kwa wanyama wako, nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka, hangalikuwa pamoja nami, hakika sasa ungalinifukuza mikono mitupu. Mateso yangu na kazi ya mikono yangu Mungu ameziona, akakukemea usiku huu. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako. Asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu na uweza wako wa ajabu. Asante kwa sababu umelituma neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Na ndiposa ninaanguka mbele za uso wako Baba yangu mpenzi, hata nikiomba rehema na huruma, nikikusihi ulitume neno lako katikati yetu, na useme na watoto wako, na uaminifu wako ukae kati yetu daima. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu,
useme nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Naam, useme nasi katika utashi na uweledi tutakao kuelewa, katika namna ya kukujua, Mungu wa kweli na Mungu wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma ulimwenguni, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Kwaresma na tunaangalia juu ya mada yetu ya somo letu la leo, msimu wa kupoteza wa Yakobo, Jacob's lost season. Msimu wa kupoteza wa Yakobo. Na tumesoma katika kitabu hiki cha Mwanzo ni habari za Yakobo alipokwisha kupokea mbaraka kutoka kwa baba yake Isaka. Na Yakobo alikuwa ni mtu wa tatu. Mungu alimbariki Ibrahimu, Ibrahimu akambariki Isaka, na Isaka akambariki Yakobo. Na ndipo Yakobo akaenda kwa mjomba wake, kwa Laban, ambako mjomba wake alikuwa na shamba na alikuwa anashughulika na agrobusiness, biashara ya kilimo na ufugaji, na akaingia kwenye production au kwenye uzalishaji wa wanyama kwenye kampuni hiyo ya kufuga ng'ombe na mbuzi na kondoo na punda na ngamia na farasi na wanyama wengine ambao walikuwa kama huyo mkulima mkubwa aliyeitwa Laban, ambaye ni kaka yake Rebeka. Na Biblia inasema Yakobo alikaa katika hiyo nyumba ya Laban kwa miaka 20. Mabibi na mabwana, hii ni habari na Bible story au habari ya Biblia ambayo inajulikana sana na sina haja ya kusummarize. Kimsingi nataka kwenda kwenye hoja za kitheolojia na kifalsafa asubuhi ya leo. Hoja za kitheolojia na kifalsafa, na kuangalia maudhui na muktadha wa somo ambalo tumesoma asubuhi ya leo. Hoja ya kwanza, muda wangu haunitoshi. Kama unaandika, naomba uandike kwa haraka. Naona muda unaisha, siku 20 zimeisha na somo halijafika katikati. Kwa hiyo ninaona niko nyuma ya muda kwenye curriculum zangu za kufundisha. Tumsifu Yesu Kristo. Hoja ya kwanza, Yakobo alikaa katika nyumba ya Laban kwa miaka 20. Kati ya hiyo miaka 20, miaka 14 ni miaka ya hasara, ya kupoteza. Yaani ni miaka 14 ya kupoteza ambayo Yakobo aliishi huko. Miaka ambayo Yakobo aliishi katika nyumba ya Labani ni miaka 20. Na katika hiyo miaka 20, miaka 14 ilikuwa ni miaka ya kupoteza, yaani miaka ya lost season, miaka ya kupoteza. 14 years of lost season, 14 years of lost season. Nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kuangalia juu ya umri wa Yakobo na maisha aliyoishi katika nyumba ya Laban na miaka yake ya hasara au miaka ya kupoteza. Na aliishi katika miaka 20, lakini miaka 14 ilikuwa ni miaka ya kupoteza. Na siku anaondoka nyumbani kwa Laban, Laban alipomfuata njiani, ndipo Yakobo anapozungumza naye. Anamwambia, umenifuata unatafuta nini? Nimekaa kwako kwa miaka 20, lakini miaka 14 imekuwa ni miaka ya hasara, na miaka mingine 6 imekuwa ni miaka ambayo nimetumika kwa ajili ya wanyama wako. Miaka 14 alidhulumiwa mahari na alimpenda Raheli, kwa hiyo akampata Lea kwa miaka 7 na baadaye miaka 14, na sihitaji kuelezea hapo, wengi mnafahamu. Na kwa muda wote wa miaka 14 ilikuwa ni misimu ya hasara, na ilikuwa ni msimu wa hasara na Yakobo alibeba hiyo hasara. Yakobo alibeba hiyo hasara, na hapa Yakobo anasema waziwazi, nilibeba hiyo hasara. Na hapa pengine tunaweza tukajiuliza, how to carry loss, namna gani ya kubeba hasara na siku za kupoteza kwenye maisha ya kwako. Unawezaje kubeba hasara unapoelekea kwenye kusudi?
Unawezaje kubeba hasara unapoelekea kwenye kusudi? Naomba usome pamoja nami kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 39. Kitabu cha Mwanzo 31:39. Biblia inasema hivi: kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea, mimi mwenyewe nimetoa hasara yake. Mimi mwenyewe nimetoa hasara yake. Wewe umekidai katika mkono wangu, ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. How to carry loss, namna gani ya kubeba hasara unapoelekea katika na muda wako wa kusudi. Kwa muda wote wa miaka 14 ilikuwa ni msimu ya hasara kwa Yakobo, lakini nachoweza kuzungumza hapa, Yakobo aliweza kubeba ile hasara, na watu wengi wanashindwa kubeba muda wa kupoteza, wanashindwa kubeba hasara, wanashindwa kubeba ule muda ambao kwa kweli wakati mwingine unaona kana kwamba hakuna uzalishaji wa kihivyo katika maisha ya kwako. Miaka 14 ya hasara ya Yakobo ni mingi mno ukilinganisha na makampuni mengi ya leo. Miaka 14 ya hasara ya Yakobo ni mingi mno ukilinganisha na makampuni mengi ya leo. Mara nyingi muda wa hasara au loss season kiuchumi ni miaka 3 hadi 5 kwa maandiko mbalimbali ya uwezeshaji. Watu wanapoandika juu ya Writer Project, mara nyingi tunaona miaka ya kupoteza inakuwa ni miaka 3 mpaka 5. Makampuni mengi, sisi tumeanzisha makampuni katika kanisa letu. Moja ya kampuni ya Benki ya Maendeleo, nayo ilikadiriwa kati ya miaka 3 mpaka miaka 5, lakini sisi mpaka miaka 5 kwenye benki, miaka 3, 2.5 mpaka 3 ya Benki ya Maendeleo tulikuwa tumesha break even, na tayari tulikuwa tume break even na tumeingia kwenye faida. Lakini pia shule yetu ya Jerusalem Pre and Primary School ya Usharika, nayo tunatazamia kwamba ita break mapema kabisa. Haitafikia miaka 5, ndani ya miaka 2 mpaka miaka 3 tutakuwa tumeenda sasa kwenye faida. Hiyo ni sheria ya kila kampuni. Lakini sasa kwa Yakobo ilikuwa ni tofauti. Yakobo alikuwa na hasara ya miaka 14 na ukilinganisha na makampuni na sheria na utaratibu mwingi au utaratibu wa wazi wa hiyo green hapo ni kupanda au ni profit, na hiyo red hapo ni hasara. Na hii ni sheria, hii ni uchumi wa kawaida kabisa, ni uchumi wa kawaida kabisa. Lakini sasa shida ni kwamba Yakobo alienda mno kwenye hasara kwa miaka 14. The question is why Yakobo atembee na hasara ya miaka 14, na yeye amebarikiwa na Mungu, na yeye ni mtu wa 3 akiwa na baraka. Mungu alimbariki Ibrahimu, Ibrahimu akambariki Isaka, Isaka akambariki Yakobo. Swali ni kwa nini Yakobo atembee kwenye hasara ya miaka 14? Ikumbuke sheria ya mbegu. Nataka hapa ikumbuke sheria ya mbegu. Nina mambo mawili, tuna sheria ya mbegu, lakini pia tuna the theology of the cross, theolojia ya msalaba. Sheria ya mbegu inasema hivi, na imeandikwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 5 mstari wa 42 mpaka 43, na katika Zaburi ya 126 mstari wa 5 mpaka wa 6. Sheria ya mbegu inasema hivi: hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa kwa machozi na huvunwa kwa vigelegele. That is the law of the seed. Nilisema kwa nini Yakobo atembee na hasara ya miaka 14 ukilinganisha na makampuni mengi yaliyoko duniani leo, na hasa makampuni
yaliyosajiliwa kwa sheria za nchi za Kitanzania au sheria ya nchi ya Tanzania, nasema kwanza kuna mambo mawili. Jambo la kwanza ni sheria ya mbegu upandwa katika uharibifu, lakini pia sheria ya, na sababu ya pili ni theolojia ya msalaba. Kwa ikumbukwe ya kwamba muda wote huo wa kupanda muda wa Yakobo wa kupanda na kuwekeza ni miaka 14 kabla ya kuzalisha na kupata chochote, kabla ya kuzalisha na kupata chochote. Labda uangalie hapa Yakobo akiwa anaonekana namna ambavyo anafanya investment, miaka ya kuwekeza. Na mimi ningependa kusema, nimewahi kufundisha na nimeandika pia kitabu cha Wekeza kwenye Uwezo. Nataka niseme tu, ukiwa na kipawa ukawekeza kwenye kipawa chako kwa miaka 14, huwezi kuwa mtu wa kawaida. Ukiwa una wazo ukawekeza kwenye wazo kwa miaka 14 unanunuiza, hautakuwa mtu wa kawaida. Ukiwa una huduma, ukiwa una nafasi, ukiwa una kitu ambacho unatazamia kukifanya, ukafanikiwa kuwekeza kwa miaka 10 plus, miaka 10 plus, hawezi kuwa mtu wa kawaida. Sasa watu wengi hawajui na hawana nafasi ya kuangalia juu ya uwekezaji. Mabibi na mabwana, kama nilivyosema, ninaenda kwa haraka kidogo leo. Somo langu halijafika nusu, lakini siku za mafungo zimeshafika nusu. Hoja ya pili, theolojia ya msalaba. The theology of the cross, theology of the cross, theology of the cross, theolojia ya msalaba, theology of the cross. Na napoangalia juu ya theolojia ya msalaba, ninapenda kusema hivi: hii ni Kwaresma, hii ni Kwaresma. Tunabeba msalaba pamoja na Kristo, na ni lazima kuishi msalaba na sio kuishi maisha ya vitu vilivyo tayari, yaani ready-made type of life, ready-made type of life, ready-made type of life. Nachotaka kuangalia hapa ni namna ambavyo tunapaswa kubeba msalaba pamoja na Kristo. Hii ni Kwaresma na tunaangalia juu ya kubeba msalaba pamoja na Kristo. Biblia inasema mtu akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe na ajitwike msalaba wake na anifuate. Kila mtu anayependa kumfuata Kristo ajikane kwanza nafsi yake, ajitwike msalaba na amfuate Kristo. Ajitwike msalaba na amfuate Kristo. Na hii ni Kwaresma ambayo tunakumbusha juu ya theolojia ya msalaba. Na tutahubiri theolojia ya msalaba pengine kwa shida kubwa, kwa sababu ya prosperity gospel, injili ya mafanikio, injili ya utajirisho, injili ya utajirisho ambayo imeikumba dunia kwa kiwango kikubwa sana, na watu wengi wamebaki kwenye hizo akili za kupokea vitu bila kufanya kazi, ready made, upako. Upako, unapewa tu upako, kupewa vitu, kupokea, yani una haraka tu, ukiombewa, ukitoa sadaka, pengine ukikutana na mtumishi, ukimtendea mtumishi ukarimu, unapokea tu, yani kirahisi hivyo, na unaaminishwa ya kwamba there is no need kwenda kwenye hiyo theology of the cross. Nasema hasara ni part and parcel ya Abraham blessings. Yani hasara ni sehemu ya baraka za Ibrahim, na msalaba ni sehemu ya baraka za Ibrahim. Yani msalaba au lost season, hasara ni sehemu ya baraka za Ibrahim. Na watu walio wengi sasa, kwa sababu ya yani kwa sababu ya utapeli, mimi nikisema ni injili ya mafanikio ni kama vile ninahalalisha, lakini utapeli wa kuambiwa ukipokea mafuta haya unapata, ukikanyaga tu bendera asubuhi, kesho yake kanyaga bendera ya Israeli,
kesho yake utakuwa umeshapata hiki, na kuaminishwa juu ya vitu kama hivyo vya kitapeli ambavyo havionyeshi cross, havionyeshi msalaba. Na watu wengi sasa ndio hawataki huo msalaba, hawataki msalaba, hawataki kuzungumza juu ya cross, hawataki kuzungumza juu ya mateso. Na harakati pia za wanadamu zinaelekea hapo, kukataa msalaba. Lakini wakati huu wa Kwaresma, mabibi na mabwana, nimeapa na nadhiri ya kichungaji ya kuhubiri kweli ya Kristo. Sintaacha kuzungumza juu ya theolojia ya msalaba, hata kama leo haitakiwi tena, hata kama haipo, hata kama hamtapiga makofi, lakini cross is there in the name of Jesus. Ungempigia Bwana makofi, Kristo wa msalaba. Haleluya. Kwa hiyo ni lazima kubeba msalaba na kumfuata Kristo. Yakobo aliwekewa mikono na baba yake Isaka na kutamkiwa baraka, na Mungu akamtokea na kumbariki alipokuwa njiani na kumtamkia baraka. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 28 mstari wa 10 mpaka wa 22, sintasoma, andika tu Mwanzo 28 10 mpaka 22, utaona Mungu alivyomtamkia Yakobo baraka, akamsemea baraka. Na kama alimsemea Yakobo baraka, na kama baba yake alimbariki, naomba uweke bango la Yakobo akimbariki mtoto wake Isaka, akimbariki Yakobo. Na Isaka alipokuwa anambariki Yakobo, akamtamkia mbaraka. Na unaujua ule mbaraka ambao umeandikwa kwenye kitabu cha Mwanzo, ulikuwa ni mbaraka wa ajabu. Penye manono ya nchi, hapo ndipo Mungu atakapombariki mwanangu, nako atamlaza. Ameweka mikono ya baraka juu yake. Akiwa njiani, ile picha unaiona, amelala, akaona malaika wanakwea na kushuka kwenda mbinguni. Na Mungu akasema naye, akamwambia, nitakubariki, nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akaweka na nadhiri ya kwamba kila utakalonipa nitakutolea sadaka ya fungu la 10. Alitoa nadhiri akiwa pale kwenye lile jiwe, Yakobo alipolala kwenye jiwe. Lakini theolojia ya msalaba pamoja na nadhiri, aliweka nadhiri ya mambo mawili: katika kila utakachonipa nitakutolea sadaka ya fungu la 10. Lakini aliweka nadhiri kwamba na jiwe hili nililoweka kichwa na kulisimamisha na kupaka mafuta juu yake, nikirudi nitakujengea hapa nyumba ya ibada. Alikuwa na nadhiri mbili, ya kumjengea Mungu hekalu, na ya pili ya kutoa sadaka ya fungu la 10. Pamoja na hiyo nadhiri, bado msalaba ambao ni wa hasara na dhuluma na kuonewa, na mshahara wake ulipunguzwa mara 10. Alikuwa mshahara wake ulikuwa hauendi juu. Kila siku Labani akiamka anaukata, anaupunguza. Alibadilisha mshahara wake ukashuka mara 10. Sasa ninyi ambao mnabebaga mabango, mshahara haujapanda kwa mwaka mmoja, wa Yakobo ulishuka mfululizo kwa miaka 10. Theology of the cross. Mabibi na mabwana, Mungu ndiye aliyemtoa mtoto wake wa pekee Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu. Na Kwaresma hii ni lazima tutafakari juu ya theolojia ya msalaba. Lazima, kwa sababu masikio ya binadamu walio wengi hawataki kusikia juu ya theolojia ya msalaba, juu ya lost season, juu ya msimu wa kupoteza, msimu wa maumivu, msimu wa hasara. Lakini Mungu alimtoa Yesu kutoka mbinguni. Alimtoa kutoka mbinguni akamleta duniani. Nataka uweke hilo bango hapo la theolojia ya msalaba. Na Mungu alimtoa Yesu kutoka mbinguni akamleta duniani. From heaven to earth, from earth to the cross, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Hizi ni hatua za msalaba. Yaani kutoka mbinguni kuja duniani. Mungu anamtoa mtoto wake wa pekee kutoka kwenye kiti cha enzi, mahali ambako malaika wanaimba na kusifu na kuabudu, mahali ambako sifa zake zinavuma daima. Lakini akatoka kutoka mbinguni kuja kwenye ulimwengu wenye dhiki, dunia yenye dhiki, ambayo kila mtoto akifika yule pale, from the heaven to the earth, pale akaruhusu mtoto wake azaliwe. Sio malikia, sio hospitali ya St. Elizabeth Uingereza, sio hospitali
ya St. Thomas, sio hospitali ya Apollo India anazaliwa, sio Aga Khan, sio hospitali sijui ya wapi, sio Muhimbili National Hospital. Mtoto wake anazaliwa Horini. Nataka unisikilize sawa sawa. Theology of the Cross. Mtoto wake wa pekee ambaye ninyi wa Kristo mnaadhimisha Pasaka na mko kwenye Kwaresma. Nataka unisikilize vizuri, macho ubaoni. Akazaliwa kwenye ulimwengu wenye dhiki, Horini mwa ng'ombe, bila daktari wa uzalishaji, bila nesi mzalishaji, bila mkunga, vijana wawili wasiojua kuzaa, Mariamu na Yusufu walivyozalishana, lakini mtoto akatokea. Theology of the Cross. Mazingira magumu, hard time. Baada ya hapo akalia kwa sababu amefika dunia yenye dhiki. Watoto wote wakifika duniani kwa sababu ya dhiki ya ulimwengu, kitu cha kwanza mtoto akizaliwa na wamama mliozaa watoto hapa ni yowe. Akapiga yowe pale, amekutana na dhiki ya ulimwengu. From the earth to the cross, kutoka duniani akampandisha juu ya mti. Bado ni Yesu. Baba yake amemtoa huyo mtoto wa pekee. Yesu mwenyewe anakaa pale, anamlilia baba yake, anasema Eloi Eloi lama sabaktani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hivi mtoto wako akikuita hivyo utasikiaje? Lakini Mungu alimwacha pale. From the cross to the grave, kutoka kwenye msalaba akaenda kaburini. 3 days yuko kaburini, kwenye moyo wa nchi, kwenye ardhi. Alafu from the cross, from the grave to the sky, na akatoka pale kwenye kaburi akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu, na ufalme wake hauna mwisho. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Mabibi na mabwana, katika theolojia ya msalaba, theology of the cross, theolojia ya msalaba, the theology of the cross, theolojia ya msalaba, nataka kusema kama kuna mambo ambayo leo yanapaswa kuhubiriwa ni pamoja na theolojia ya msalaba. Watu hawataki, wanataka kitu kinachoitwa ready-made type of life. Ready-made type of life. Yani kwamba kila kitu kipo kimetengenezwa, yani maisha yako hivyo, very simple. Manabii na mitume wanakutabiria hivyo, wachungaji wanakutabiria hivyo, viongozi wanasema ready-made. Akili za watu zimeenda kwenye ready-made. Kiapo cha ndoa. Ndoa ni nzuri sana kabisa. Hapa mimi ni mfungaji wa ndoa, nimetumwa na kanisa, lakini pia na leseni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama msajili wa ndoa kwa sheria zote. Sasa kwenye kitabu chetu cha kufunga ndoa na kiapo cha ndoa, nitakisoma usikie sawa sawa. Maisha hakuna mahali pasipokuwa na msalaba, na huwezi kukataa msalaba hata siku moja. Kwenye kiapo cha ndoa, bibi harusi au bwana harusi anaweza akaapa, mimi fulani bi fulani nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na wewe fulani bi fulani kuwa mke au kuwa mume wangu kwa maisha yetu yote, niwe nawe tangu leo hii katika mema na katika mabaya. That the theology of the cross. Theology of the cross. Katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya, nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapokutenganisha, kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na usharika huu. Hiyo ndiyo ahadi ya ndoa, katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika afya na kutokuwa na afya, kwa sababu vyote. Sasa kuna baadhi ya madhehebu leo yananishtua kweli, wamesema hapana, kuapa hichi kiapo kwenye ndoa ni kukaribisha mateso, ni kuyasemea mateso ya kujie. Kwa hiyo wameondoa hiyo kwa sababu ya hizo prosperity, kujaribu kusababisha watu waamini ya kwamba hawatateseka milele. Who told you? Biblia inasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Washindi wachache wangesema amina, alafu ungempigia Bwana makofi mengi, haleluya. Nachotaka kuangalia hapa, nataka kujua vipi kuhusu uelewa wako wa theolojia ya msalaba.
Na vipi kuhusu juu ya msalaba? Msalaba unatengeneza kitu kinachoitwa uvumilivu. Uvumilivu katika maisha yetu. Na katika society hatuwezi kuishi bila uvumilivu. Kiapo hichi cha ndoa kinathibitisha uvumilivu. Uvumilivu. Si raha tu peke yake na shida ipo. Si tu afya peke yake na magonjwa yapo, lakini uvumilivu. Katika kitabu cha Wagalatia ule mlango wa 5 mstari wa 22. Uvumilivu ni tunda la Roho. Wagalatia 5:22. Uvumilivu ni tunda la Roho. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu na kuendelea mbele. Upole, kiasi, upole, alafu kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Uvumilivu. Hivi tunaweza kuhubiri mara nyingi sana na kufundisha mara nyingi sana, lakini je, una uvumilivu? Yakobo kilichomsaidia kukaa katika hasara na akakeri, how to carry lost season, how to carry it, namna gani ya kubeba hasara kwenye maisha ya kwako ni uvumilivu. Only uvumilivu. Uvumilivu pekee. Na watu walio wengi sasa hawana uvumilivu, hawahubirii uvumilivu, hawafundishi uvumilivu, hawataki uvumilivu, hawawezi kuvumiliana. Tunafunga ndoa hapa za vijana hawa wa Gen Z. Wengine wanacheneaga hotelini. Hata kuvumiliana tu. Mwingine waligombana wakapigana hotelini kwa mgomvi wa dawa ya meno. Yaani mmoja ana karakta yeye akiminya dawa anaanzia kule chini. Mwingine akaja anabonyeza kule juu. Wakawashana makonde huko. Uvumilivu wa dawa ya meno hotelini. Hawana hiyo uvumilivu. Lakini kwenye social interactions, yani social interactions inasema zile pilika kwenye jamii, kama hauna uvumilivu unapata mental illness, unapata matatizo ya afya ya akili. Na watoto wetu tumewatengeneza kwenye mfumo wa ready-made type of life. Kila kitu kipo, maji hapo, umeme upo, kingamuzi kipo, anaweza kuangalia channel zote za mpira na mafilamu yote, kila kitu kiko ndani. Tofauti na sisi wengine tulitembea peku kwenda shule na tukajifunza uvumilivu. Tulikwenda kubeba maji kisimani kilomita 5 tukajifunza uvumilivu. Wakati wa masika kama huu unaenda unakuta mto umekaa, mto umefurika, unasubiri maji yapungue, unavua nguo za shule, unaogelea, unaenda ng'ambo ya pili. Leo watoto wetu wanachukuliwa hapo mlangoni na gari ya shule. Hawajui uvumilivu. Hawana cha kuvumilia. Na hichi kizazi sasa ndio ready-made type of life. Ready-made type of life. Wewe unataka mtoto wako akiamka kila kitu kipo kwenye fridge. Sasa jilinganishe, wewe una upendo kuliko Mungu. Kama Mungu alimtoa mtoto wake ambaye leo tuna siku 40 za matafakari ya njia ya msalaba, wewe ni dhalimu? Okay. Nataka kuleta angalau challenge kidogo. Hebu punga mkono pamoja nami. Alafu mpigie Bwana Yesu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Nataka kuleta changamoto kidogo hapa juu ya theology of the cross. Theolojia ya msalaba. Vipi juu ya theolojia ya msalaba na haki za binadamu? That is the challenge we have. Vipi juu ya theolojia ya msalaba na haki za binadamu na wanaharakati wa haki za binadamu? Ili nikuta mwenzenu. Acha niseme. Nilialikwa kuhubiri kanisa moja pale Chicago, Marekani, state ya Illinois, Chicago. Kahubiri vizuri. Lakini nikahubiri juu ya theolojia ya msalaba. Nikatoa kaushuhuda kafupi kwa mama yangu mzazi, ya kwamba alivumilia umaskini, alivumilia mazingira magumu, na pia alivumilia ndoa ambayo haikuwa nzuri, lakini alimvumilia baba yetu. Na kwa uvumilivu wake ndio huyu mhubiri mliyemuita kutoka Tanzania niko hapa. Kama sio uvumilivu wa huyu mwanamke nisingekuwa hapa. Nikasema machache tu mambo ambayo mama yangu amevumilia. Na kila mara nazungumzaga hapa. Mimi nampenda mama yangu
Manake amevumilia mengi. Ni miongoni mwa wale wanawake wa Kiafrika wanaoishia kutoka kwenye maktaba na kutoka library. Wanaobaki sasa ni ready-made type of life, most of them. Kama si wote, angalau wachache. Kwa nikahubiri vizuri, nikafundisha. Akatokea mwanamke mmoja wa Kiafrika pale kwenye kongamano, mchungaji mwanamke, alikuwa anafanya PhD pale Chicago. Akachukua kile kipande cha ushuhuda, akaenda haraka sana kuandika summary ya mahubiri yangu. Akasema, nimedhalilisha na ninapiga kampeni ya ugandamizaji wa wanawake na watoto. Mnisikie vizuri. Na mwisho nitataka kukuuliza, hivi Mungu aliyemtoa mtoto wake auawe, tukimleta kwenye haki za binadamu, anafaa? Anafaa kuwa baba? Niangalieni macho ubaoni. Nataka kuzungumza jambo ambalo niwaachie kwenye mtandao leo, mkadiskasi siku nzima. Mimi ni profesa wa somo asubuhi ya leo, na ninaachilia vurugu kwenye mtandao, na najua naacha vurugu. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Yes, I know. Kama sijaachia challenge, haitaleta impact kwenye somo hili. Nataka kusema theolojia ya msalaba na wanaharakati za haki za binadamu ina nini? Kwa hiyo yule mchungaji msomi anafanya PhD pale Chicago, akaandika kwenye magrupu ya wanawake wachungaji na maforum mbalimbali. Akatuma kwenye maforum ya Marekani, akatuma kwenye management na mamlaka zinazotetea haki. Marekani ukigusa mwanamke na mtoto uhame. Kwa hiyo akatuma kwenye hayo maforum. Na mimi namaliza. Nilipomaliza akaja akaniambia, nimemaliza kazi yangu. Mimi niko hapa, ni mwanamke, natoka Afrika. Tena Mtanzania, sio tabla waseme nini. Watanzania ni wazuri kwenye kuumizana, ni mabingwa huko nje. Kwa hiyo akahakikisha kwamba, akaniambia, nimeshamaliza hii kazi, umefanya vibaya kwenye mahubiri yako. Hivi usoni umesema habari za mama yako, umedhalilisha wanawake, na una encourage wanaume watese wanawake, na unataka wanawake wasijikomboe. Ni mama yako ambaye hakusoma. Situletee saizi sisi tumesoma. Marekani. Akaniambia, nimetuma hivi. Nimetuma na kwenye magrupu ya wachungaji wanawake Tanzania. Nimetuma na kwenye magrupu sijui wapi. Nikamwambia okay. Akanipa ile pepa yake aliyoituma kwenye magrupu, ambaye amenicondemn vibaya. Wakati ule sasa, mkuu wa kanisa la ELCA, Evangelical Lutheran Church of America, ni mwanamke. Askofu wa Chicago, Illinois, ni mwanamke. Askofu wa Washington DC ni mwanamke. Askofu wa Columbus, Ohio, ni mwanamke. Na ametuma kwenye yale magrupu. Na ametuma pia kwenye immigration, kila mahali. Kwa hiyo lazima niwe blocked. Lazima niwe kwenye block list ya watu ambao wanakwenda Marekani, kwa sababu nimezungumza vibaya juu ya theolojia ya msalaba. Kusema mama yangu alivumilia kosa. Wanawake, kama mkisoma ndivyo mnavyokuwa, hizo elimu zenu Mungu anaziona. Basi baadaye Marekani hakuna jambo dogo. Nilikuwa natembelea state zaidi ya 20. Nilikuwa naenda kufundisha makongamano state zaidi ya 20. Na ile ilikuwa ni state ya 3 tu. Zaidi ya state 17. Na napaswa kwenda. Kwa hiyo mimi nikawa naenda state kwa state. Lakini baadaye nilipofika state moja, nikaulizwa na mamlaka husika, tumeambiwa huko hapa na una kampeni za wanawake na watoto kuendeleza ugandamizaji, uko kinyume cha haki za binadamu. Nikamwambia sipo kinyume cha haki za binadamu, lakini nahubiri juu ya theolojia ya msalaba, theology of the cross. Nikaeleza ABC, wakaniambia okay, just go forward. Hayo makofi hayatoshi. Nia ya huyu mwanamke mchungaji wa Kitanzania aliyekuwa pale Chicago ilikuwa pia ni kuzuia uwezo wangu wa kutumika siku zote Marekani, lakini haikutokea hivyo. Lakini si hivyo tu, ni ile bangi ya wanaharakati ya haki za binadamu. Sasa nazungumza juu ya haki za binadamu na msalaba wa Kristo, juu ya haki za binadamu na msalaba. Hivi
ukamchukua Mungu aliyemtoa mtoto wake wa pekee auawe msalabani, Mungu mwenye vitu vyote, akaenda akaruhusu mtoto wake azaliwe kwenye hori la ng'ombe. Mungu mfalme alikuwa wapi asimpeleke hospitali inayoeleweka na madaktari? Haki za binadamu is there. Are you there? Haki za binadamu. Wakufunguliwa mashtaka wa kwanza ni Mungu, God himself. Lakini kwa sababu ya theolojia ya msalaba, we have to be there. Sasa kuna confusion kubwa sana kati ya theolojia ya msalaba leo, kipindi ambacho unapaswa kuvumilia jambo fulani, kipindi ambacho unapita kwenye season fulani ya maumivu, kipindi ambacho unapaswa kuvumilia uvumilivu na kuvumiliana na haki za binadamu. Hiyo ndio shida tulionayo. Namshukuru Mungu hiyo kesi iliisha, na mpaka kesho nina access ya kuingia na kutoka Marekani. Na ile cabinet au panel waliponiita, niliwaambia hivi, mimi nitahubirije juu ya cross, msalaba wa Kristo nahubirije? Nikasema haya mambo mnayonizungumzia hapa ni ready-made type of life, lakini kama nimekosea, Mungu amekosea zaidi. Kwanza aliingilia na ndoa ya mtu. Yusufu alikuwa ameshatoa mahari, akaenda akaingilia ndoa ya Yusufu na Mariamu, na Yusufu alikuwa hapo. Pana haki za binadamu hapo? Kwenda kutafuta mtoto mwingine ambaye hajachumbiwa bado? Kuna haki za binadamu hapo? Ameingilia uchumba wa Mariamu na Yusufu, akaleta matatizo kwenye ukoo. Hapo pana haki ya binadamu? Mtoto amekuwa anaruhusu mtoto wake akazaliwa kwenye hori la ng'ombe, pana haki za binadamu? Halafu anatoa mtoto wake auawe kwa msumari, kwa msalaba, apigwe msumari. Baba gani? Mtoto wake anamuita juu ya msalaba, Baba, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu Mungu wangu, mbona umeniacha? Huyo baba mwenyewe hatokei kumuokoa mwanawe. Why? Where is the right? Iko wapi haki ya binadamu? Tunapotafakari juu ya msalaba, naomba kisirani kilichoko kwenye brain za watu juu ya haki za binadamu, ni kweli kuna haja ya kutetea na utetezi, lakini lazima tuangalie tunatetea nini. Nimetoka shule moja juzi, nilikuwa mgeni rasmi, shule inaitwa Kriston, iko kule Kisarawe. Ina ekari mbili, sio ekari mbili, ekari moja wameweka greenhouse, wanalima mboga kwa ajili ya shule. Wanalima mboga wameweka huko na kufundisha mtoto. Lakini pia ni matakwa ya Wizara ya Elimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya amali, kutengeneza amali program, yani kufanya kazi kwa vitendo. Mtoto akitoka shule asije tu na makaratasi, aje angalau na utashi fulani. Ni pamoja na kufanya product mbalimbali. Ni mtaala wa Wizara ya Elimu. Nilisikitishwa kwamba baadhi ya wazazi wanaenda kwa daktari, ekari moja, nasema si kwa nini narudia ekari mbili, ekari moja ambayo ina mabata, ina mabanda ya ng'ombe na mbuzi, na ni ili kufundisha watoto product. Ni moja ya somo na ni curriculum ya wizara, ni matakwa ya Wizara ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Elimu. Ekari moja, watoto 600, lakini kuna wazazi wanapeleka watoto kwa madaktari kuandikia ripoti ya uongo kwamba wana allergy. Wasiguse majani, wasiguse mbolea hizo manyua, wasiende kwenye banda la ng'ombe, wasiguse kuku. Ready-made type of life. Hivi wewe ni mzazi wa namna gani tukukulinganisha na Mungu aliyemtoa mwanae wa pekee? Where is the theology of the cross? Iko wapi theolojia ya msalaba? Uruhusu mtoto wako asafe chochote, umruhusu avumilie chochote. Sasa wewe unapokwenda kufoji cheti ukamwandikia mtoto allergy ambayo na yeye hana, na anajua baba au mama amefoji, umetengeneza jangili la forgery huko mbele ya safari. Sasa usije ukashangaa wakafoji mahati ya nyumba, wakafoji na maviwanja, wakakuuza. Wewe unafikiri una nyumba, kumbe mtoto ashauza. Ulianza naye, ulimfundisha mapema kufoji. Hivi nyie mlioko hapa kwa akili za kawaida, shule yenye watoto 600, ekari moja inaweza ikawa burden kiasi gani? Je, niulize mimi, shule ya msingi tulikuwa tuna ekari zaidi ya 20, ekari mpaka 50, na zinalimwa kwa mkono wa wanafunzi, zinapandwa na mkono wa wanafunzi, na zinavunwa na mkono wa wanafunzi. Nimesoma seminari, mimi nimesoma seminari ya theolojia Mwika tunalima, Mwika tunafuga nguruwe, Mwika tunafuga ng'ombe,
tunakula vya kwetu, mali zetu, mafuta yote ya mwaka mzima tunalima kwa mikono yetu. Maharage yote ya mwaka mzima tunalima kwa mikono yetu. Tuna matrekta, tunalima kwa mikono yetu, tunafanya kazi kwa mikono yetu. Hiyo ni seminari ya wachungaji. Alafu wewe unakwenda kufoji makaratasi, mtoto wangu ana allergy. Umpeleke wapi? Theology of the cross. Ready-made type of life. Unataka ready-made type of life. Nilipokuwa seminarini na nilipotoka seminarini, nilitoka na akili ya kufuga. Nilienda kusoma, lakini nilitoka na akili ya kufuga. Na nikatoka na akili hiyo mpaka kesho kabisa. Hata asubuhi ya leo sister nimewaletea maziwa. Mna maziwa madumu moja la lita 5, mtindi, na mtindi wangu ni kiboko. Ukitaka nitafute inbox. Nafuga hapa mjini. Leo nafikiri nimebeba kama lita 30 za maziwa. Madumu kama 6 nimekuja nayo. Tena hata siuzi, na wapelekea watu na wapenda zawadi. Na mimi natoa sadaka wakati huu wa Kwaresma. Natoa sadaka wakati wa Kwaresma. Kaduma nimekuletea pia dumu moja. Juzi uliniletea mafuta, mimi nakupa dumu la maziwa. Wewe umenipa mafuta, mimi nakupa maziwa. Sio kafikiri mchungaji wako ni omba. Hapa mjini nafanya kazi. Hii suti ina muda wake. Kishafika saa 5 ni mwisho wa suti. Navaa jinsi naingia shambani. Theology of the cross. Pigeni makofi yanayoeleweka. Lakini sasa wewe unafuga mtoto kama unafuga kitimoto. Bora kitimoto utamchinjia dukani. Mwanadamu nyama yake kwa dhambi yake na uasi wake hafai mwanadamu kula, akiliwa ameliwa na mchawi. Mtu akifa anazikwa, anafunikwa kwenye ardhi, ni kiumbe kisicholiwa. Akiliwi na binadamu wenzake. Akiliwa mchawi ndiye amekuwa. Wewe unafuga mtoto, umpeleke wapi? Ninaomba sana, heshimuni theolojia ya msalaba. Na mwisho nina summarize kwa kusema, nataka wa theolojia, wana falsafa na wanaharakati wajaribu kudiscuss leo kwenye mitandao mbalimbali. Hivi theolojia ya msalaba tunaitofautishaje na ina changamoto ipi kwenye haki za binadamu? Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, makofi yanayoeleweka. Simama kwa miguu yako. Simama. Inua mkono wako juu. Let me pray for you. Baba, upandwa katika uharibifu, ufufuliwa katika kutokuharibika. Upandwa mwili wa asili, ufufuliwa mwili wa roho. Ninainua mikono yangu ya kichungaji. Ninawabariki watoto wako walioko hapa, kila mmoja kwa jina lake. Baba, ninamfunika na damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari. Na wale walioabudu nasi online na kwa njia ya radio, Baba, ninaomba utupe neema ya kubeba msalaba katika maisha yetu. Tupe kutafakari sana katika msalaba na kubeba msalaba katika maisha yetu, na hasa wakati huu wa Kwaresma. Tusaidie sisi wazazi na walezi kuwalea watoto wetu, si kuwaandaa katika uharibifu, lakini kuandaa watu watakaokuwa wenye impact, wenye matokeo juu ya uso wa nchi. Bariki kila mtu aliyesikia neno lako asubuhi ya leo. Mjalie huyu ambaye ana msalaba, anabeba msalaba na anapitia wakati huu wa msalaba. Ninaomba uso wako uende pamoja naye, umshike na mkono wako ulio hodari na uliotukuka. Baba, uwabariki watoto wako asubuhi ya leo. Usikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Ruhusu utukufu na uso wako uende pamoja nasi. Tubariki Bwana kuingia na kutoka kwetu, na neema yako ya kimbingu ikapate kutufunika. Na sasa wabariki watoto wako, uponye magonjwa yote yaliyoko ndani yetu, na umsaidie huyu mtu ambaye anapitia kwenye hasara, anapitia kwenye njia ya msalaba. Umuinue tena kwa upya katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Na sasa inamisheni vichwa vyenu, pokeeni mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.